Mchekeshaji na mhamasishaji kutokea nchini Kenya, Eric Omondi ameanzisha maandamano ya amani ya kumkumbuka kijana mmoja ambaye siku ya jana alikuwa ameshambuliwa na askari wakati wa maandamano kwa kushambuliwa na risasi ikiwa karibu. Huyu kijana anatajwa kuwa alikuwa ni muuza barakoa katika yale mapambano ambayo walikuwa nayo kule nchini Kenya. Kwa hiyo akatangaza kwamba siku ya leo asubuhi, siku mzima mpaka jioni kutakuwa na maandamano ya amani ambayo itawataka wao waweze kukusanyika na kuweza kudai haki juu ya kijana yule ambaye pia ameshambuliwa, japokuwa taarifa ambazo zipo mpaka hivi sasa yule kijana japokuwa anakushambuliwa kwa risasi ila bado yupo salama. Kuna moja ya video ambayo ipo inaonesha, lakini mitandao ya kijamii haisapoti video ile iweze kupostiwa. Kwa hiyo tumeweza kuificha kidogo kwa ajili ya usalama pia. Ni moja ya video ambayo ni ya kusikitisha kweli kweli. Jana jioni kijana alikuwa amekaa kwenye frame kama picha pembeni ambayo unaiona, nao askari wakamfuata. Mmoja ambaye alikuwa na buti hizo za brown akaweza kumshambulia akiwa karibu yake kabisa. Bado haijajulikana kama risasi ilikuwa ni ya moto ama ni risasi baridi, lakini kwa taarifa ambazo zipo ilikuwa ni risasi ya moto ikaweza kumshambulia na pale pale akaweza kudondoka chini, na video zingine zikaja kumuonesha wakiwa wamembeba na kuweza kuondoka naye kwa pamoja. Kwa hiyo siku ya leo barakoa inavaliwa nchini kote Kenya kwa kumwazimisha jamaa huyu ambaye amekumbana na changamoto hii. Bado jina lake rasmi halijatambulika vizuri, lakini tutaendelea kukupa updates ya kile kitu gani ambacho kipo kinaendelea kule nchini Kenya kwa hivi sasa. Bado ile changamoto ya maandamano, zile vurugu zimeweza kurejea tena. Kikubwa ambacho kinadaiwa ni haki ya yule jamaa ambaye alikuwa ameuliwa akiwa kituo cha polisi. Na Rais Ruto amesema uchunguzi ufanyike kwa wazi kabisa. Hakuna kitu ambacho kinahitajika kuweza kufichwa. Mhaini au mtu yoyote ambaye ameshiriki lazima akapate kugundulika na adhabu iweze kuchukua ama kufuata mkondo wake. Na kijana mwenye alipigwa risasi ni wangu, alikuwa mfasi wangu Kariuki, na anafanyaga kazi ya hawking. Sasa alikuwa anauza mask, na mimi pia mimi ni hawking. Na sema nimemlea kwa shida sana, lakini sasa niko na usuni kulingana na sasa mahali yako, lakini si mbaya sana. Tutaopa bado atakuwa poa. Kijana kwa miaka ngapi? Miaka 20. Miaka 22. Akija shughuli zake za kawaida huwa anatokea mtaa gani Nairobi? Anauziaga huko, anatokaga Makandara, anauziaga huko commercial. Na huko. Senator, tumeona mmejaribu kumuona kijana. Unaweza ukatuelezea mmekuta nini katika hiyo ward ya ICU? Jambo la kwanza ni kuwa vile nimesoma kwa mtandao wa kijana maaga asubuhi, niliamua kudhibitisha kama hilo jambo ni la kweli ama si la kweli. Nikapigia daktari hapa Kenyatta ambaye tuna uhusiano, na nikamwomba aende pia hakikishe. Akaniambia pia alikuwa ameona hiyo social media post, lakini alipoenda kule kwenye hai personally mimi tumeweza kumuona na baba yake na tumeweza kuona hapo hai ile notion yenye iko kwa social media ati ameweza kuyaga dunia. Ningetaka kuclarify kwa Wakenya kuwa Boniface Kariuki Mwangi hapo hai, na tunamuombea Mungu ili condition yake iweze kuwa poa. Maana huyo ni kijana mdogo alikuwa anajitafutia. Vijana wengi walikuwa wanaibia watu, lakini yeye alikuwa anauza mask vizuri, na tungeweza kusema ya kwamba mambo ambayo yamekuwa yakifanyika katika taifa letu la Kenya, kuona askari wakisumbua vijana wakifanya biashara zao ni makosa sana. So sisi tungetaka kusema at this nyancha, tungetaka kusema ya kwamba Boniface Kariuki Mwangi hapo hai, na tungezidi kusema ya kwamba tuweze kumuombea ili aweze kuendelea vizuri. Hayo tu ndio tungeweza kusema kwa sasa.